Amen. Na shukuru Mungu kwa nafasi hii kwa mchana wa leo kuniwezesha mimi kuwa mahali hapa. Mimi kwa jina naitwa Arnold, nimeokoka na nafurahia wokovu huu. Kwa sababu kama si Kristo kuja kuniokoa, mimi ningekuwa nimepotea ama mimi pengine ningekuwa nimekufa. Lakini kwa rehema zake na neema yake Mwenyezi Mungu aliona mimi na ambaye nilikuwa sifai, akaja akanikomboa kutoka katika shimo la uharibifu, akazisimamisha hatua zangu katika mwamba ulio imara. Ndipo siku ya leo mimi niko mahali hapa kuzidi kuhubiria hii injili, niko mahali hapa kuzidi kutangaza ukuu wa Mungu, kuzidi kutangaza fadhili za Mungu, kuzidi kutangaza huruma yake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ama Biblia inatuambia ya kwamba fadhili zake na huruma zake Mwenyezi Mungu ni mpya kila asubuhi. So kila wakati unapopata nafasi ya kuamka, kila wakati unapopata nafasi ya kujishughulisha na shughuli zako, ni nafasi na ambayo Mwenyezi Mungu amekupa wewe na ambaye hujampokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako, uweze ukamwalike ndani ya maisha yako ili aweze kukufanya mwana. Na anapokufanya mwana inakuwa ni jambo na ambalo mbinguni wanafurahia, na pia nami hapa duniani ama pia nasi hapa duniani tunazidi kufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Na ningependa kusoma kitabu katika kitabu cha Warumi 5 mstari ni wa 12. Nitasoma hadi 15. Biblia inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi pasipokuwa na sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Lakini karama ile haikuwa kama ile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja ambaye ni Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba Biblia inatuambia ya kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliweza kuingia ulimwenguni, na mtu huyu mmoja ni nani? Tunapata ya kwamba Mwenyezi Mungu hapo katika kitabu cha Mwanzo anamuumba Adamu na Hawa, anawaweka katika uzuri wake, anawaweka katika utele wake. Biblia inaniambia ya kwamba baada ya Mungu kuumba vyote, alivitazama na akasema kweli vilikuwa vinapendeza, na zaidi ya yote akaumba mwanadamu kwa mfano wake yeye mwenyewe, na akawaweka, akawapa mamlaka, akawapa uweza wa kuweza kuwapa majina wale wanyama, akaanza kuwapa mamlaka dhidi ya wanyama wanaotembea hapa ardhini, na hata wale ndege wa angani, na hata wale samaki wa majini. Bwana Yesu asifiwe. So unapata ya kwamba Mungu anaumba mwanadamu na ambaye ni mkamilifu. Mungu anaumba mwanadamu na ambaye ni mfano kwa mfano wake yeye mwenyewe, na anapoweka mwanadamu pale katika shamba la Edeni, anaambia mwanadamu ya kwamba uko huru kukula vyote na ambavyo viko katika shamba hili, matunda yote na ambayo iko katika shamba hili ama katika ile shamba la Edeni uko huru kukula, isipokuwa usile katika ule mti na ambao tunaambia ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. So Mungu anawaomba wanadamu, wanaweka katika shamba la Edeni, kisha baadaye anaweza kuwapa uhuru. Hii inatuonyesha nini? Ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye si Mungu wa kulazimisha mtu kufanya jambo. Hapana, yeye ameweza kukupa wewe hekima, ameweza kukupa wewe akili na ambayo ni akili timamu. So kupitia akili hii anatarajia ya kwamba uweze kufanya maamuzi yaliyo bora, uweze kufanya maamuzi yaliyo mema.
Na Biblia inaniambia ya kwamba yule adui mwovu akakuja akamwambia na akaambia yule mwanamke ambaye ni Hawa ya kwamba Mungu alisema usile, na mwanadamu kwa kupenda kwake aliweza kukubaliana na kile na ambacho adui alikuwa anamwambia, na baadaye tunaona kwamba mwanadamu akaanguka. Na ndipo Biblia inatuambia katika kitabu cha Warumi 5:12 ya kwamba kupitia mtu mmoja dhambi iliweza kuingia hapa ulimwenguni, na dhambi hii ikatawala vizazi baada ya vizazi, hata vile vizazi na ambavyo havikutenda ile dhambi na ambayo ilifanana na dhambi ya Adamu na Hawa pale katika shamba la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Biblia inaniambia kwamba kama ilivyokuwa desturi, kama ilivyokuwa mila na ya Mungu, ni kwamba kila wakati alipenda kuja kuweza kuwa na ushirika na mwanadamu. Mungu, kusudi la Mungu kuumba mwanadamu ni moja, ya kwamba anataka awe na ushirika na mwanadamu. Lakini sasa mwanadamu ameweza kufeli, mwanadamu ameweza kuasi, ameweza kubali kusikia sauti ya yule mwovu. Hivyo basi inamlazimu Mungu aweze kuondoa mwanadamu kutoka katika lile shamba la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia yangu inazidi kuniambia ya kwamba hata baada ya Mungu kuondoa kutoka katika lile shamba la Edeni, Mungu hakuachia pale, kwa sababu Mungu na ambaye tunamtumikia, Mungu na ambaye tunamtumainia ni Mungu na ambaye ana mipango mizuri na maisha ya mwanadamu, ni Mungu na ambaye anatuwazia mema. Hivyo basi Mungu akaanza mpango, come up with a plan, akakuja na mpango maalum wa kuhakikisha ya kwamba anarejesha mwanadamu kutoka katika ile shimo na ambalo mwanadamu alikuwa ameingia ndani mwake. Na Biblia inazidi kuniambia ya kwamba baada ya mwanadamu kumtenda Mungu dhambi, mwanadamu aliweza kuondolewa kutoka katika lile shamba la Edeni. Kama ilivyokuwa mila na desturi ya Mungu kukuwa na ushirika na mwanadamu, basi kwa kupitia kisa hicho basi unapata kwamba mwanadamu akapungukiwa, mwanadamu akaingiwa pungufu, kwa sababu usipokuwa na Mungu wewe ni mtu na ambaye umepungukiwa. Usipokuwa na Mungu wewe ni mtu na ambaye maisha yako ya rohoni yamekufa. Unahitaji Yesu Kristo ndani ya maisha yako ili aje akufufue, ili aje akukomboe kutoka katika shimo la uharibifu. Na usipokuwa ama wokovu huu ambao nazungumzia mchana wa leo haupatikani kwa jina lingine ila jina moja tu, na hilo jina ndilo na ambalo tumepewa hapa duniani, na ni jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, ambaye ni mwana wa Mungu. Tunapozidi kusoma Biblia inaniambia ya kwamba Mungu kwa mipango zake aliweza come up with a plan, alizidi kutafuta njia ya kumkomboa mwanadamu, kwa sababu inatarajiwa ya kwamba wewe kama mwanadamu uweze kuishinda dhambi. Mungu anamwambia Kaini, ama Mungu anatupa mfano mwingine wa watu wawili. Kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Abeli na mwingine anaitwa Kaini. Tunaona ya kwamba Kaini anapanga kumwangamiza ndugu yake, na kabla ya mwangamize Mungu anakuja na anamwambia, je, ni kipi hicho unachowaza moyoni mwako? Mbona umeruhusu adhabu iweze kuingia moyoni mwako? Je, ukitenda mema hautakubalika mbele za Mungu? Kuna dhambi ambayo imekukololea macho, lakini anasema ya kwamba inafaa uishinde. So kumbe Mungu kwa mpango wake ametengeneza mwanadamu kwa kusudi moja tu, ili aweze kuwa na ushirika na Mungu ni lazima awe na uwezo wa kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hauwezi shinda dhambi kama uko nje ya Kristo. Unahitaji uwe ndani ya Kristo ili uweze kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaniambia ya kwamba kuna watu na kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Nuhu kwa Biblia. Biblia inasema ya kwamba Nuhu alikuwa mhubiri wa injili ya haki. Mungu alimtumia Nuhu kuhubiria watu ambao walikuwa wa kizazi chake. Pengine wewe kwa mahali pale unajiuliza ama unasema ya kwamba wokovu huu mmekuwa mkizungumzia, ni miaka mingi mmekuwa mkisema Kristo anakuja na akuje. Mimi niko hapa kukumbusha ya kwamba masaa ambayo tunaishi
ndani mwake, ama majira na ambayo tunaishi ndani mwake ni majira na ambayo wakati wote jambo lolote linaweza fanyika. So ni bora uhakikishe kwamba uko ndani ya Kristo. Na Mungu anamwambia baada ya kuona ya kwamba kizazi kile cha Nuhu, baada ya mwanadamu kuondoka katika shamba la Edeni, mwanadamu moyo wake uliweza kunajisika, mwanadamu moyo wake ukajawa maovu. Biblia inasema ya kwamba kusudi lolote na ambapo lilikuwa linatoka ndani ya moyo wa mwanadamu lilikuwa kusudi la uovu. Sasa hata Kaini anaweza kumuua ndugu yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uovu. Unaporuhusu uovu ingie ndani mwako, ole wako, manake unaanza kuishi maisha ya aibu. Unaporuhusu uovu ingie ndani mwako, unaanza hata kuua watu. Unaporuhusu uovu ingie ndani mwako, unaanza kudharau watu. Unaona ni kama watu hawafai. Lakini niko hapa kukumbusha ya kwamba Mungu hataki uendelee hivyo. Hapana. Mungu anataka aweze kukukomboa kutoka katika uovu huo. Mungu anataka akurudishe kwa mpango wake maalum, mpango wake na ambao ni kuishi kwa utele. Kwa sababu mwanadamu alikuwa amepewa mamlaka, mwanadamu alikuwa amepewa nguvu, na mwanadamu alikuwa amepewa uwezo wa kufanya vyovyote na ambavyo anataka katika lile shamba la Edeni. Lakini kwa sababu mwanadamu alikosa kutii, akaweza kuasi Mungu, akapungukiwa na upungufu wa Mungu. Vile na ambavyo ilikuwa na zoea ya Mungu kila siku kuwa na ushirika na mwanadamu, unapata ya kwamba Mungu akaweza kuacha kuwa na ushirika na mwanadamu hadi pale na ambapo alihakikisha ya kwamba amekomboa mwanadamu kutoka katika lile kutoka katika lile shimo la uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaniambia kwamba Mungu akamwambia Nuhu ya kwamba aweze kutengeneza safina, kwa sababu kulingana na uovu na ambao ulikuwa unafanywa na watu wale, uovu huo ulikuwa umefikia Mungu. Mungu alikuwa ameghadhabishwa na watu hao. Hivyo basi Mungu akaamua ya kwamba anaenda kuharibu kizazi hicho, kwa sababu kwa Mungu yote yanawezekana. Hakuna jambo na ambalo ni gumu kwa Mungu. Mungu ni Mungu na ambaye anaweza haribu kitu sasa hivi na ainue kingine sasa hivi. Hivyo basi kama unaendelea kwa uovu, ole wako, maana ghadhabu ya Mungu inapokuja ni ghadhabu na ambayo inakuja kuangamiza. Ghadhabu ya Mungu inapokuja ni ghadhabu na ambayo inakuja kuua. Hivyo basi ni vizuri uweze kukubali mapenzi ya Mungu. Ni vizuri uweze kukubali makusudi ya Mungu, uweze kuamini kwa hili jina na ambalo tumepewa, jina la Yesu Kristo. Biblia inaniambia ya kwamba wale watu ambao waliona Nuhu akijenga ile safina, wakasema pengine huyu ni mwendazimu, huyu hajui kile na ambacho anafanya. Tangu tuumbe hatujaisikia mambo ambayo unatuambia yatafanyika yakifanyika. Lakini Biblia inaniambia ya kwamba siku ikafika, Mungu akaambia Nuhu, wewe pamoja na familia yako, kwa jumla wakawa watu 8, ingia katika safina, tafuta wanyama wawili waingize katika safina, kwa sababu unaenda kuharibu kizazi. Wewe na ambaye uko pale, wewe na ambaye hujampokea Yesu Kristo katika maisha yako, Mungu ako na mpango na wewe. Mungu hataki uendelee kukaa katika maisha ya dhambi. Mungu hataki uendelee kukaa katika mashimo ya uharibifu. Hapana, Mungu anataka awe na ushirika na wewe, kwa sababu umeumbwa kwa mfano wake, kwa sababu you carry his DNA in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Wajua maisha haya na ambayo tunaishi ni maisha na ambayo watu wanajishughulisha na mambo mengi. Na unaposoma Biblia, ama Biblia yangu nayosoma inaniambia ya kwamba kulikuwa na tajiri mmoja katika kitabu cha Luka 12 kuendelea, inasema ya kwamba kulikuwa na tajiri mmoja. Huyu tajiri alipanda mazao, huyu tajiri alipanda shamba lake likatoa mavuno, likawa na mavuno. Kisha huyu tajiri alipoangalia akarudishwa ndani ya moyo wake. Huyu tajiri akajiambia, kwa sababu nimepanda na nina mavuno mengi,
magala haya na ambayo niko nayo hayatatosha vyakula hivi, hayatatosha kustore vyakula hivi. Huyo tajiri Biblia inaniambia ya kwamba akaamua kubomoa zile gala, kisha akajenga gala zingine mpya, gala na ambazo ni kubwa hata sana. Akavuna mavuno yake, akaweka ndani ya gala zile, na akasema ya kwamba mimi sasa kazi yangu ni kukula, mimi sasa kazi yangu ni kukunywa, mimi sasa kazi yangu ni kufurahia, sihitaji chochote, sihitaji Mungu maishani mwangu. Ole wako, ole wake. Biblia inaniambia ya kwamba usiku huo yule tajiri alipolala, Mungu akamjia akamwambia, ole wako wewe tajiri mpumbavu, you fool, you fool, you fool. Nafsi yako inahitajika usiku wa leo. Kisa na maana ni hiki ya kwamba alipokuwa anaishi, yeye alijishughulisha tu na mambo ya dunia hii, alijishughulisha tu kujua atakaa vipi, alijishughulisha tu kujua atavaa vipi, ati kwa sababu kuna nguo nzuri hauhitaji Mungu, ati kwa sababu una pesa kwa benki unafikiri hauhitaji Mungu, ati kwa sababu una kadi ya bima unasema ya kwamba hauhitaji Mungu. Ukiwa mgonjwa utaenda tu hospitalini. Niko hapa kuambia ya kwamba ole wako wewe tajiri mjinga, kwa sababu Biblia inaniambia ya kwamba usiku ule Mungu akakuja na akaambia yule tajiri, leo hii nafsi yako inahitajika, kwa sababu ya jambo moja, hakuweka tumaini lake kwa Mungu. Kumbe kwa haya maisha hauhitajiki tu uweke tumaini lako kwa vitu na ambavyo vinaharibika. Biblia inaniambia ya kwamba vitu vya dunia hii ni vitu na ambavyo vinaharibika, magari yanaharibika, vyakula vinaharibika, zile fedha huisha, vya majumba huharibika. Lakini niko hapa kuambia jambo moja, kuna mtu na ambaye yeye hajui kuharibika, kuna mtu na ambaye yeye hajui uovu, na mtu huyo ni Yesu Kristo. Unapoweka tumaini lako kwa Yesu Kristo, uko na uhakika wa maisha haya ya sasa. Unapoweka tumaini lako kwa Yesu Kristo, uko na uhakika hata wa maisha ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaniambia kwamba huyu tajiri alikuwa ni mtu na ambaye ni mkubwa, alikuwa na vyakula, alikuwa na kila kitu na ambacho alihitajika, lakini kuna kosa moja alifanya. Hakuweza kuweka tumaini lake kwa Mwenyezi Mungu, aliweka tumaini lake kwa vitu na ambavyo vinaharibika. Ole wako wewe na ambaye unaabudu vitu na ambavyo vinaharibika. Ole wako wewe na ambaye umeweka tumaini lako kwa vitambaa. Niko hapa kutuambia ya kwamba kitambaa hakiwezi kukusaidia, kitambaa hakiwezi kukusaidia, watu hawawezi kukusaidia, lakini ni Mungu tu ndiye na ambaye anaweza kukusaidia. Maji ya chupa na ambayo unasema ni anointing oil haiwezi kukusaidia. Unapoweka tumaini lako kwa vitu na ambavyo vinaharibika, ole wako, kwa sababu unajaribia wewe maisha yako ya sasa na maisha yako ya baadaye. Mungu anatarajia ya kwamba weke tumaini lako kwake. Mungu anatarajia ya kwamba weke tumaini lako kwake, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Yeye ndiye na ambaye alikuumba, yeye ndiye ana mpango mzuri na maisha yako. Unapochagua kumwamini, yeye hawezi kukuacha. Biblia inaniambia ya kwamba amesema ya kwamba unapozidi kuenenda katika mafunzo ya Yesu Kristo, hata kukuacha, hata kuwa pamoja nawe, hata tembea pamoja nawe hadi siku, hadi mwisho wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. So ni vibaya sana wakati mwanadamu anachagua kuweka tumaini lake kwa vitu na ambavyo vinaharibika, kwa sababu hizi vitu ni vitu vya kupita tu. Ni heri uweke maisha yako, ni heri upeane maisha yako kwa Yesu Kristo, na ambaye alikukomboa, ambaye Biblia inaniambia ya kwamba alikuja hapa duniani, alitembea hapa duniani. Na unaposoma Biblia unapata kuona ya kwamba Mungu aliangalia, kwa sababu watu wale walikuwa ni watu ama vizazi ambavyo vilitutangulia, vilikuwa ni vizazi na ambavyo vilikuwa vimekataa habari njema, vizazi na ambavyo vilikataa manabii, vizazi na ambavyo vilikataa watumishi wa Mungu.
Na hivyo basi Mungu alipoangalia akaona ya kwamba hakuna mtu na ambaye nao watu hawezi saidika, pengine tu yeye mwenyewe aje. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaniambia ya kwamba jinsi gani Mungu aliona ya kwamba atakuja hapa duniani. Hapo ndipo kumtoa mwanawe wa pekee, na huyu mwanawe ni Yesu Kristo. Biblia inaniambia ya kwamba katika kitabu cha Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 5 ya kwamba ijapokuwa alikuwa sawa na Mungu, bali hakuona jambo hilo kama jambo la kushikamana, bali aliweza kutii, bali aliweza kunyenyekea, akaacha utukufu kule mbinguni, akakuja hapa duniani, akachukua mwili wa mwanadamu, akavaa mwili wa nyama, mwili wa nyama, mwili wa damu, akiwa na kusudi moja tu, aweze kumkomboa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ilikuwa imeshindikana. Hapo ndipo Yesu Kristo akakuja hapa duniani, akaweza kutufunza, akaweza kutuonyesha njia, akasema ya kwamba hakuna mtu na ambaye anaweza fikia baba yake isipokuwa kupitia kwake. So wewe na ambaye pengine uko na njia nyingi ambazo unafikiri ya kwamba unaweza fikia kwa Mungu, ole wako. Niko hapa kukumbusha tu ya kwamba njia ya kufika kwa Mungu ni njia moja, na njia hii ni ya Yesu Kristo ambaye tulipewa kama zawadi hapa duniani. So unapochagua kuamini jina hilo, unaweza kufanyika mwana. Biblia inaniambia ya kwamba unaposoma katika kitabu cha Yohana ya kwamba alikuja kwa wake na walio wake hawakumjua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tangia hapo awali unaposoma, mipango yake haijai kuwa ya kuharibu binadamu, hapana. Unaposoma Biblia yako unapata ya kwamba Mungu kabla afanye jambo ni lazima kwanza aanze kutumanisha watu, ni lazima kwanza aweze kutuma manabii wake, ni lazima kwanza aweze kutuma wahubiri wake ili waweze kunena habari njema. So ole wako wewe uharibu tu wale watu ambao wanakataa njia zake, wewe uharibu tu wale watu ambao wanadharau njia zake. Na Biblia inaniambia ya kwamba kwa sababu mshahara wa dhambi ulikuwa ni mauti, na Mungu anapoangalia mwanadamu ama anapoangalia ulimwengu, hakukuwa na mtu na ambaye angeweza kumkomboa mwanadamu. Hivyo basi alihitajika kuleta mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo yeye alikuwa mkamilifu. Yeye tu ndiye alikuwa mkamilifu, hakujua dhambi. Yesu alitembea hapa duniani lakini hakujua dhambi. Hivyo basi alikuwa na qualify kwa viwango na ambavyo Mungu alikuwa ameweka kuweza kumkomboa mwanadamu. Biblia yangu inazidi kusema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na kwa sababu wale wote wanadamu na ambao walikuwa hapa duniani walikuwa wamepungukiwa na walikuwa wametenda dhambi na kupungukiwa na upungufu au na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hivyo basi hakukuwa na mtu ambaye angeweza kuwakomboa. Basi Mungu akaamua kumtuma mwana wake kwa mwili wa nyama, akachukua mwili wa nyama na mwili wa damu, akakuja hapa duniani, akaweza kutuonyesha, akatufunza mambo ya ufalme. Akakuja hapa duniani akatufunza jinsi ya kuishi na majirani zetu. Akasema ya kwamba jambo moja tu ndilo ambalo Mungu anapendezwa nalo, ya kwamba zaidi ya kumpenda yeye, hivyo basi pia tuweze kupenda majirani zetu jinsi na ambavyo tunavyojipenda sisi wenyewe. So hiyo ndio kusudi na ambalo Mungu anatarajia kutoka kwako, ya kwamba unapotembea hapa duniani, unapofanya shughuli zako, jinsi na ambavyo unajipenda wewe, kusikuwe na chuki ndani mwako. Kwa sababu unapata ya kwamba unaporuhusu chuki ingie ndani mwako, inasababisha uweze kuwa jirani yako. Unapoachilia chuki kae ndani mwako, inaweza sababisha hata ufanye mambo ya aibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo akakuja kwa walio wake na walio wake wakamkataa, na akaamua ya kwamba kwa sababu wangu wote na wale walio wangu wamenikataa, hivyo basi akasema ya kwamba sasa wokovu huu na ambao nitauleta ni wokovu na ambao ni wa kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. So mtu yeyote na ambaye ako hapa duniani, niko hapa kuambia ya kwamba una qualify kuweza kuokoka.
Wokovu huu si kwa watu specific, hapana. Wokovu huu ni kwa kila mtu na ambaye anaamua kuacha njia mbovu, anaamua kukiri na kinywa chake ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na anaamini ya kwamba alikuja hapa duniani akakufa na kufufuka siku ya tatu, na sasa hivi ameketi katika mkono wa kuume. Mtu huyu anaweza kufanyika mwana. Unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema ya kwamba wokovu hupatikani. Matendo ya Mitume 4:10, Biblia inasema ya kwamba na wokovu haupatikani kwa jina lolote lile isipokuwa jina la Yesu Kristo, na ambaye alikufa, ambaye akafufuka na sasa hivi anaishi. Mimi sijaiona ama kwa historia yoyote hakuna mtu na ambaye amekufa na akafufuka hivi sasa anaishi, sijaiona. Lakini ninajua tu mtu mmoja, ninajua mtu mmoja na ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni mwana wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba alipokuja kwa walio wake walimtesa. Alipokuja kwa walio wake walimchukua, wakamfanyia mambo ya aibu, wakamvua mavazi yake. Tunaambiwa ya kwamba Yesu Kristo ama Yesu akachukuliwa na wale walinzi wa Kirumi akapelekwa kwa Pilato. Yesu ndiye Pilato hakuona kosa lolote kwa mwana wa Mungu, lakini kwa sababu ya ushawishi wa watu, Pilato akauliza, akawaambia kwamba mimi nimeangalia mtu huyo na sijapata kosa lolote, sijapata ila yoyote, sijaona chochote na ambacho amefanya na ambacho ambayo inanifaa niweze kumsulubisha, hapana. Lakini kwa sababu ya watu, Biblia inaniambia ya kwamba ilikuwa ni siku na ambayo walikuwa wanajiandaa kwa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba kulikuwa pale gerezani kuna mtu mmoja na ambaye alikuwa ameshikwa, na mtu huyu alikuwa Baraba. Baraba alikuwa nani? Baraba alikuwa mnyang'anyi. Biblia inasema ya kwamba Baraba alikuwa muuaji. Hiyo ndio sababu na ambayo ilikuwa imemfanya aweze kuwekwa ndani. Na unapata ya kwamba watu wakasema huyu muuaji ndiye ambaye tunamtaka. Sisi tunataka Baraba. Sisi hatutaki Yesu Kristo. Sisi tunataka Baraba. Huyu na ambaye ni muuaji, huyu na ambaye ni mnyang'anyi, huyu ndiye na ambaye sisi tunataka. Huyu Yesu Kristo ndiye ametenda mambo mema, ndiye ameokoa watu, ndiye ameponya vipofu, ndiye ameponya viziwi, ndiye amefufua Lazaro kutoka kwenye wafu. Lakini sisi hatumtaki. Wewe Pilato, mshike, utuachilie, utupe Baraba. Picha hiyo inatuonyesha nini? Kuna jambo moja nataka ujue, ya kwamba Biblia inaniambia ya kwamba katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5:21 ya kwamba Yesu Kristo alifanyika dhambi ili mimi na wewe tuweze kufanyika haki ya Mungu. So unapata ya kwamba wakati watu wanapiga kelele ya kwamba uachilie Baraba na umshike Yesu Kristo, mtu na ambaye hakukuwa na dhambi, mtu na ambaye alikuwa mkamilifu, mwana wa Mungu, tunaona ya kwamba kuna kubadilishana. Yesu Kristo anachukua nafasi ya Baraba. Yesu Kristo anachukua nafasi ya mnyang'anyi. Yesu Kristo anachukua nafasi ya muuaji. Yesu Kristo anachukua nafasi ya mwizi. Yesu Kristo anachukua nafasi ya mlevi, na unaweza kuachiliwa. Baraba akaachiliwa, akawekwa huru. Kwani wokovu ni nini? Si wokovu ni kuwekwa huru. Tunaona ya kwamba Baraba akaachiliwa na watu wakamchukua Yesu, wakazidi kumtesa, wakamfanyia mambo ya hila. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Isaya, akayachukua masikitiko yetu, huzuni zetu akajitwika. Ghadhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Hivyo basi unapata ya kwamba mambo yote na ambayo Yesu alifanyiwa, ole wao, ungejua ya kwamba wanasaidia tu ya kwamba kufanikisha ile
ile maandiko hawangefanya jambo hilo. Kwa wao walifikiria ya kwamba wanamuumiza, kwa wao walifikiria ya kwamba wao tunaenda kumuua. Na Biblia inaniambia ya kwamba akachukuliwa, akapelekwa, akabebeshwa msalaba mzito, akapelekwa mpaka pale Golgotha, wakamchukua, wakamwangika juu ya msalaba. Na Biblia inaniambia ya kwamba wakamchapa mijeledi. Na Biblia inaniambia ya kwamba kwa mapigo yake tuliweza kupata uponyaji. Si vizuri uendelee kaa katika dhambi, si vizuri wewe kuendelea kuteseka kwa magonjwa wakati na ambapo gharama yake imelipiwa. Biblia inaniambia ya kwamba wakamchapa mijeledi, wakamfanyia mambo ya dhihaka, wakamwambia ya kwamba wewe na ambao uliokoa watu sio kujiokoe sasa. Wakasema ya kwamba wewe na ambao uliponya watu usijiponye sasa. Wakasema ya kwamba wewe na ambao ulifufua Lazaro usijifufue sasa. Na Biblia inaniambia ya kwamba hayo mambo yote ambayo Yesu Kristo alifanyiwa, aliweza kutii, hakuzungumza jambo lolote, bali alinyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba alifanyiwa mambo hayo yote na kuongea chochote, bali alinyamaza kimya. Wale watu wakamfanyia mambo ya aibu, wale watu wakamtemea mate. Biblia inasema ya kwamba wakampiga misumari, wakachukua miba wakamwekea kichwani, wakasema ya kwamba wewe ni mfalme wa Wayahudi, hebu jiokoe tuone. Ulisema wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe tuone. Siwaambia hata Elia basi kuja kuokoe, sumulilie Mungu wako akuja jiokoe. Na Biblia inaniambia ya kwamba Yesu Kristo alikuwa mahala pale, alikuwa hata watu wangeweza kumwangalia kwa macho kwa sababu ya mambo na ambayo alikuwa anafanyiwa. Hayo mambo yote alifanyiwa kwa sababu yangu mimi na wewe. Si vizuri wewe uendelee kuishi maisha ya dhambi wakati gharama yake imelipwa. Si vizuri wewe uendelee kukosa amani wakati Biblia inaniambia ya kwamba ghadhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Si vizuri wewe uendelee kuishi maisha ya kuteseka, wewe uendelee kubeba mizigo mizito, mizigo ya dhambi. Na wakati Biblia inaniambia ya kwamba anatupa nafasi, Mungu anapea mwanadamu nafasi, anamwambia ya kwamba njoo kwangu wewe uliyelemewa na mizigo mizito, wewe ambaye umebebeshwa mizigo ya magonjwa, wewe na ambaye umebebeshwa mizigo ya ulevi, wewe na ambaye umeua, njoo kwa Yesu. Wewe na ambaye umezini, njoo kwa Yesu. Manake yeye ako tayari kukupumzisha. Manake yeye alichukua mambo yote, yeye alilipa gharama kubwa. Kile na ambacho anataka kutoka kwako tu ni uweze kutii, uweze kuamini ile kazi na ambayo alifanya. Biblia inasema ya kwamba wale watu wakachukua hata siki, wakachukua mvinyo, wakaweza kumnyosha Yesu Kristo pale msalabani, lakini Yesu Kristo akakataa. Na ilipofika majira ya saa 9, Biblia inaniambia ya kwamba Yesu Kristo akaiweka roho yake kwa Mungu, akakata roho. Yesu Kristo akalia, "Oh Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?" Hiyo inaashiria nini? Hiyo tu ndio wakati na ambayo tunaona ya kwamba Mungu aliweza kuachana na Yesu Kristo, kwa sababu Mungu hawezi tangamana na dhambi. Yeye si Mungu wa kuhusiana na dhambi. Na kwa sababu Yesu Kristo pale msalabani anapoangikwa pale, anachukua dhambi za ulimwengu mzima, anaziweka pale. Sasa Biblia inasema ya kwamba Mungu wake akaangalia kando, na Yesu Kristo akaweza kukata roho, akachukuliwa akaenda kuzikwa. Siku ya kwanza wakafikiri ya kwamba wamemweza, wakasema ya kwamba alikuwa anajidai, wakasema ya kwamba alikuwa anajipiga kifua akisema yeye na Mungu ni mmoja, na kwamba yeye na Mungu ni wa mmoja. Akasema ya kwamba hata mkimuua ataweza kuinuka siku ya tatu. Siainuke sasa tuone. Biblia inaniambia ya kwamba siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, ikafika siku ya tatu. Niko hapa kutangazia mema. Siku ya tatu Yesu Kristo akafufuka, akatoka katika wafu. Yesu Kristo akafufuka,
akaenda akahubiri Injili, na kwa wale wote ambao walikuwa wameaga akaweza kuondoka na wao. Niko hapa kutangazia ya kwamba deni lako limelipwa, na anasema ya kwamba njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo mizito, ya kwamba wale wote na ambao walikubali kuamini aliwafanya wana, aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Yesu Kristo anapofufuka anatupa uwezo, anakupa uwezo wewe kama mwanadamu usiendelee kutawaliwa na dhambi, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, na dhambi hii imelipia gharama yake. Mungu ameweza kulipa gharama kwa mwanawe Yesu Kristo. Hivyo basi natarajia tu wewe uweze kuamini, wewe uweze kukubali, wewe uweze kuungama dhambi zako, uweze kutangaza ya kwamba ukiri na kinywa chako ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, na kwamba alikuja hapa duniani akakufa na kufufuka, na sasa hivi ameketi katika mkono wa kuume. Basi ukiamini hivyo unafanyika mwana. Basi ukiamini hivyo unaweza kuwa na uhakika wa maisha ya sasa na maisha ya baadaye, kwa sababu hatuko dunia hii milele. Hapana, tuko dunia hii kupita tu. Wakati utafika, parapanda italia, Mungu atanyakua kanisa lake. Swali na ambalo unafaa kujiuliza ni je, mimi nitanyakuliwa? Itakuwa vibaya sana wakati kanisa la Mungu linanyakuliwa, wewe ukose kunyakuliwa. Itakuwa vibaya sana wewe uende jehanamu kwa jambo na ambalo ulikuwa na wakati mzuri wa kuweka mambo yako sawa. Jehanamu haikuundiwa binadamu, hapana. Jehanamu haikuundiwa mwanadamu, hapana. Jehanamu iliundiwa Ibilisi. Jehanamu iliundiwa yule mwovu. Ole wako kwa sababu unapokataa habari njema, habari ya wokovu, unazidi unafanya mambo yako, unasimama katika njia pana, unasimama katika njia pana, na njia pana hii inakuelekeza kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inaniambia kwamba kwa haya maisha na ambayo tunayoishi, kuna njia inayoonekana sawa machoni pa wanadamu, lakini mbele yake kuna kuanguka. Mbele yake kuna mwanguko. Je, wewe ni mtu na ambaye umechukua njia gani? Biblia inasema ya kwamba kwa sababu yeye si Mungu wa kujilazimisha kwa watu, ameweka mbele yako uzima na mauti, ameweka mbele yako laana na baraka, na anasema ya kwamba chagua uzima. Uzima huu ni nini? Hapana, uzima huu ni Yesu Kristo. Unapochagua uzima huu unaweza kupata nafasi ya kuishi, unaweza kufanyika mwana, na si tu kufanyika mwana bali unaweza kuwa na uhakika unapokea uzima wa milele. Niko hapa kukuambia ya kwamba Yesu Kristo hakukuja kuua, Yesu Kristo hakukuja kuharibu, Yesu Kristo hakukuja kudanganya. Hapana, hayo ni mambo na ambayo yanafanywa na yule mwovu. Yesu Kristo alikuja tu kwa kusudi moja, kuweza kuleta maisha na ambayo ni ya uzima wa milele. So unapochagua kuamini Yesu Kristo unaweza kupokea uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hauwezi shinda dhambi kama hauna Yesu Kristo. Unaweza kushinda dhambi kama uko na Yesu Kristo moyoni mwako, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kwa yale na ambayo alifanya kwa kukufa na kufufuka, aliweza kumshinda yule mwovu, aliweza kuburura yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Yule na ambaye alikuwa na nguvu za kuangusha watu aliweza kushindwa. So itarajia kwamba uendelee kuteseka, haitarajia kwamba uendelee kufanya mambo na ambayo hayafai, bali unahitajika ya kwamba uweze kupokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Amen. Yale mambo na ambayo Mungu amefanya, Mungu tayari ameshalipia gharama. Yeye amelipia ile part kubwa. Wewe amekupa tu part kidogo ya kwamba uweze kuungama dhambi zako na uweze kuamini ndani ya moyo wako na ukiri na kinywa chako ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unaweza kuokolewa. Ole wako kama utaendelea kataa habari njema. Ole wako kama utaendelea kataa injili hii. Ole wako kama utaendelea kaa katika maisha ya dhambi, kwa sababu hujaumbwa. Mungu hakukuumba uweze kuangamizwa na dhambi. Mungu alikuumba uwe na ushirika. Mungu alikuumba uweze kuwa na ushirika naye. Mungu alikuumba
uweze kuwa watu na ambao wanampenda Mungu, watu ambao wanapenda watu. Mungu alikuumba na kusudi na ana mpango mzuri na maisha yako, na mipango hii na ambayo Mungu ako nayo na mpango na maisha yako itaweza kufanikiwa tu iwapo utaungama dhambi zako, uweze kukiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ninapomalizia, pengine uko pale ungependa kumpokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Pengine uko pale ungekuwa ukitamani kupokea habari njema. Pengine uko pale unaitamani kufanyika mwana katika ufalme huu. Basi unaweza turudia maneno haya nyuma yangu. Wewe pengine ni mtu ambaye umelemewa na mizigo mizito. Niko hapa kuambia kwamba leta mizigo yako kwa Yesu. Yeye ataweza kukubeba. Nira yake ni nyepesi, nira yake ni laini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe uko pale pengine ungependa kumpokea Yesu Kristo katika maisha yako. Rudia tu maneno haya tunapomalizia, kwa sababu unapofanyika mwana hapa duniani tunasherekea, pia kule mbinguni tunasherekea. Usiwe kama yule mwana mpotevu na ambaye aliambia baba yake, mimi nataka mali yangu, akaenda akajiingiza kwa anasa, lakini maisha yakamchapa, akaona ya kwamba wacha nirejee. Na uzuri wa Mungu ni kwamba hata wakati unapochagua kurejea kwake, yeye hawezi kufukuza, hapana. Yeye mikono yake iko open kukukaribisha. Tunaona ya kwamba yule baba akamkaribisha mwana wake, akaandaa sherehe kubwa na akarudisha mwana yule kama mtu na ambaye akamfanya kuwa mwana. Pengine wewe ni mtu na ambaye umepotea kwa mambo ya dunia. Pengine wewe ni mtu na ambaye umeweka tumaini lako kwa mambo ya dunia. Niko hapa kuambia kwamba unahitaji Kristo. Kuwa na mali yako ukiwa na Kristo. Fanya kazi yako ukiwa na Kristo. Jishughulishe na mambo yako ukiwa ndani ya Kristo. Na itakuwa ya baraka. Rudia maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Kupitia neno lako Bwana, nimetambua ya kwamba nahitaji msamaha wako. Ni asante Bwana, manake ndani ya moyo wangu ninaamini na nakiri na kinywa changu ya kwamba Yesu Kristo aliweza kuja hapa duniani, akakufa na kufufuka kwa ajili ya kunisamehe dhambi zangu, na sasa hivi ameketi katika mkono wa kuume. Ni asante Mfalme kwa msamaha. Ni asante Bwana kwa kunisamehe. Ni asante Bwana kwa Roho Mtakatifu. Nisaidie nitembee katika njia zako, njia na ambazo ni kamili. Katika jina la Yesu nimeokoka. Amen. Wacha tuamini tunapomalizia, tuweze kuomba. Mfalme mwema, Mungu mwenye nguvu, tunakusanyika mahali hapa tukisema ya kwamba wewe ni mwaminifu, wewe ni mwema Bwana. Uhimidiwe na upewe sifa. Ni asante kwa kutupa nafasi ya kuweza kuhubiri neno lako mahali hapa. Ni asante kwa kila moyo ambao umesikia neno lako. Kwa wale wote na ambao kwa maeneo mbalimbali wameweza kukiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kupitia Roho yako Mtakatifu, wewe unawajua vizuri Bwana, wasaidie. Wacha Mfalme ukazidi kuwasimamisha. Wakazi wa mahala hapa wanapoendelea na shughuli zao Bwana, wacha ukazidi kuonekania, zidi kuwafanikisha, zidi kuwanawirisha Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Ni asante manake kwa damu yako, kwa damu ya Yesu Kristo inayozidi kutunenea mema. Wacha ikazidi kutunenea ukombozi, ikazidi kunena wokovu mahala hapa. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Asanteni kwa muda wenu, wakazi wa Pondamali. Bwana anawapenda sana.